نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Nakuhusieni ndugu zangu, naihusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata maamrisho na kuacha yale aliyotukataza. Tunamshukuru Allah kwa hikma zake, ameweka ndani yetu nguvu ya kujitambua, nguvu ambayo huwa inatulazimisha kutafuta uhakika wa mambo. Kila mmoja ameumbwa nayo, mwanadamu hii anayo ndani yake, huwa anapenda kujua vitu vya uhakika. Hii nguvu aliyoiweka Allah ndani yetu ndiyo inayotutofautisha na viumbe wengi. Nguvu hii huwa inatutaka tutafute maarifa. Pindi ikiitikiwa nguvu hii, kila mmoja wetu akiitikia nguvu hii, anapoitikia nguvu hii, pale haja inapokuwa ipo ya kutafuta maarifa akaiitikia, basi huwa ubinadamu wake unaonekana, manake anathibitisha ubinadamu. Na pindi akiipuuza hii nguvu, basi huyu mtu anaanguka, anakuwa daraja chini ya mnyama, anakuwa mbaya kushinda mnyama, kwa sababu ile nguvu inamsukuma kujua kitu hiki vipi, hiki ni sahihi au si sahihi. Anapoipuuza akaipotezea, basi ataishi kinyamanyama na anakuwa mbaya kushinda mnyama. Lakini pindi akiitikia nguvu ile, basi inampelekea kutaka kujua, kwa nini mimi niko hapa hivi duniani, niko kwa ajili gani, na mwisho ni nini? Lazima nguvu hii iko kwa mtu, inamsukuma kutaka kujua. Akiipuuza hii, basi ataishi ovyo ovyo tu, atakuwa kama mnyama. Lakini akiitikia hii nguvu, basi ubinadamu wake ndipo unapojitokeza. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe tunaitikia ili twende na maumbile sahihi. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katika haya maisha ametuwekea kanuni. Ziko kanuni zikivunjwa tu mambo yanabadilika, yaani ni kanuni kabisa, kama 1+1 = 2. Ikifuatwa mambo yanakuwa mazuri, ikivunjwa yanaharibika. Katika hizi kanuni Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia kwamba ukizifuata hupotei wala huwi mbaya.
Kinyume chake manake ukiacha lazima utapotea na ni lazima utakuwa mbaya. Msikilize Allah ambaye ni msema kweli kuliko yote, mwenyewe anatusua kutuonea huruma, anasema waman asdaqu min Allah qila waman asdaqu min Allah. Nani anayesema kweli kumshinda Allah? Hakuna. Msikilize huyu Allah anatuambia maneno haya katika sura Taha aya 123, a'udhu billahi minash shaitani rajim, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kanuni, yule ambaye atafuata mwongozo wangu hapotei wala hatokuwa mbaya. Allah ndiye aliyetuumba, ndiye anayetujua. Atakayefuata mwongozo wangu hatopotea wala hatokuwa mbaya. Hiyo ni kanuni. Sikiliza kipande cha pili cha kanuni hiyo. Waman a'rada an dhikri, na yule atakayeacha mawaidha yangu, ndio huo mwongozo, akauacha akaupa mgongo mwongozo wangu huo, mawaidha yangu hayo akayapa mgongo yanapokuja kwake, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, kwa hakika yatakuwa ni ya kwake maisha ya tabu ya ovyo. Kanuni hiyo ni kanuni hiyo. Atakayefuata mwongozo wangu hatopotea, hatakuwa mbaya. Akiapa mgongo mawaidha yangu, lazima ataishi maisha ya tabu ya ovyo ovyo. Mungu ndiye aliyetuumba na ameweka kanuni hiyo na anatukumbusha kwa kanuni. Ndugu zangu, hebu tujiangalie hii uhalisia wa maisha yetu katika kumsikiliza muumba wetu ambaye anatupa mwongozo. Uhalisia huko kwa kiasi gani? Kwenye utekelezaji wa yale anayotuambia, uhalisia wetu ukoje kwenye maisha? Ndugu zangu, hebu nichukue kitu kidogo cha kutuzindua tupate ule uhalisia. Allah subhanahu wa ta'ala alitubainia miongoni mwa alama za kuonyesha kuwa yeye anatupenda na ameturidhia. Kama kanuni, nayo ni kanuni vile vile. Ukiifuata hiyo manake utajua Allah ameniridhia. Ukiifuata kanuni hiyo, Allah hapa amenipenda. Manake kinyume chake usipoifuata, Allah hatakuridhia, hatakupenda. Sikilize Allah anavyosema katika surati Ali Imran aya 31. Kul, sema mtume umwambie watu hawa, na mtume hatamki kwa matamanio ya nafsi yake, ila ni wahi amefunuliwa, na hiyo ni Qur'an. Kul, sema mtume umwambie watu hawa, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi mnampenda Allah, huyu Allah aliyekuumbeni huyu, ikiwa mnampenda, fattabi'uni, basi nifuateni mimi. Mkiwa nyinyi mnampenda Allah, nifuateni mimi, na mkinifuata kanuni itazaa matunda. Yuhibbukumullah, Allah atakupendeni. Mkinifuata Allah atakupendeni. Mmejenga urafiki na Allah kwa kunifuata mimi, lazima atakupendeni. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu pale mlipokuwa mmekosea. Subhanallah. Alafu Allah akabaini katika sifa zake, majina yake ya sifa matukufu, wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwenye kusamehe wakati wote. Ukizinduka ukamwomba msamaha, tena ana huruma sana kwa viumbe wake. Haya, hebu tuangalie uhalisia wa maisha yetu. Mtu yote ukimuuliza kirahisi rahisi tu, hivi wewe humpendi Mungu aliyekuumba? Ataitikia nampenda. Kwa nini simpende Mungu? Ndiye ananipa riziki. Allah basi anayempenda anasema hivi, anamwambia mtume kutuambia kama si tunampenda, maisha yetu ya dunia yawe ni katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Tujiulize swali ambalo mimi nakuulizeni na ninajiuliza nafsi yangu, msinijibu lakini bakia nalo. Unawezaje kumfuata usiyemjua? Habari zake ukiwa hukujifunza ukazijua, utamfuata vipi?
Jiulize swali la pili, kwa kiwango gani huwa unataka kujua maneno aliyosema Mtume au matendo yake? Kwa kiwango gani katika maisha? Je, kiwango hicho kinafanana na kiwango ambacho unatafuta mambo yako mengine ya maisha? Unataka kupendwa na Allah, kutafuta habari za Mtume amekufundisha nini, inafanana na nguvu ile unaofanya katika kutafuta mambo yako mengine ya maisha? Jibu mwenyewe, sio la kwangu mimi. Kila mmoja anajijua, balil insanu ala nafsihi basira, bali mwanadamu anajijua ndani ya nafsi yake, walau alqa maadhira, hata akitoa udhuru. Hilo ni jibu unitafute mwenyewe. Mambo ninayoyataka ya kimaisha ya kwangu na kiasi cha kumjua Mtume yale aliyonifundisha vinalingana au kipi kiko mbele? Wewe utakuwa majibu. Sasa haya tunayoyataka sisi kwa maisha yetu, Allah alivyotuongoza, alituongoza kwa sura hii, wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia sio kitu cha kutegemewa hivyo, lakini usisahau sehemu yako ya maisha ya dunia. Ilikuwa kinachotakiwa ni nini kwako? Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, ukusudie, utake katika kila alichokupa Allah, ukusudie nyumba ya akhera. Kila alichokupa Allah, lengo lako liwe ni kukufikisha akhera vizuri. Ndicho alichotuagiza Allah. Lakini mtu anaweza akasema, kama mimi akili yangu itakuwa iko akhera tu, sasa nitakulaje vizuri, nitakaa wapi pazuri? Akasema sio hivyo. Wala tansa nasibaka minad dunya, wala usisahau nafasi yako ya dunia. Yani uichukulie dunia kwako ni daraja la kupitia upite vizuri, au ni ofisi yako ya kufanyia zile kazi za akhera. Sasa kama ni ofisi yako, hukukatazwa ofisi yako ukaiweka meza nzuri, ukaweka maji ya kunywa, ukaweka chai. Saa nyingine kazi zikukutinga hata chakula pia ukala. Ni ofisini kwako, ofisi yako iwe nzuri, lakini isiwe lengo umetengeneza hiyo ofisi mpaka imekusahaulisha akhera. Ndivyo tulivyo katika dunia leo, tunaipaparikia yenyewe mpaka tunasahau lengo letu ni kwenda akhera au ni kubaki. Hiyo ndio waqi alhayat, tunaishi katika uhalisia huu. Sasa kama uhalisia uko hivyo, yale mapenzi kwa Allah yatakuwaje? Hiyo ni kanuni, tukivunja mambo yataharibika. Hebu twende na hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza, itupe mwongozo kidogo, alafu tujiangalie vile vile. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia katika hadithi aliyosimulia Abu Huraira, rawahu Muslim, anasema hivi: inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib, hakika Allah ni msafi, mzuri, msafi, hakubali ila kisafi kizuri. Na kisafi kizuri Mtume alibaini ni kile ambacho kitakuwa ni halali. Hakubali kingine kitakachokuwa haramu ila kiwe ni kisafi kizuri cha halali. Sikiliza alivyoendelea: wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin, na kwa hakika Allah amewaamrisha waumini. Mtume anatuambia yale yale aliyowaamrisha mitume. Akapiga mfano wa mambo ambayo ameamrisha mitume Allah na akatuamrisha sisi waumini. Akasema hivi, Allah amesema hivi katika aliyoamrisha mitume, Suratul Mu'minuna aya 51, ya ayyuha rusulu, enyi mitume, kulu minat tayyibati, kuleni katika vyakula vizuri vya halali, wa'malu salihan, na mfanye matendo mema. Mitume wameamrishwa kuleni vyakula vizuri vya halali, amri ya mitume. Waumini na sisi akatuambia na sisi waumini hivi, waumini tukaagizwa katika Surat al-Baqara aya 172, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Agizo kama la mitume, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni vyakula vizuri vya halali katika tulivyoruzuku. Mitume ameagizwa hivyo na sisi tukaagizwa hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoa agizo hili akaendelea kuzungumza, akamtaja mtu sifa zake hizi, akasema huyu mtu huyu yutilu safar, ametoka akairefusha safari yake
akiwa na lengo maalum, hilo lengo litatajwa mbele. Ametoka anairefusha safari, iwe ya hija hiyo safari, iwe ya mambo yake mengine, lakini ameirefusha safari. Kwa nini ameirefusha safari? Kwa sababu anajua mtu akiwa safarini akiomba dua anaitikiwa. Katika malengo yake, mtu akiwa safarini dua yake inaitikiwa, dua ya msafiri. Kwa hiyo safari yake akairefusha, ana lengo la kuomba huko mbele. Ash'atha aghbar, amechafuka, nywele zimetibuka kwa safari ndefu, vumbi limemjaa. Yani ametembea kidhalili dhalili, aonyeshe udhaifu wake kwa Allah, ufukara wake hapo akimwomba Allah. Sifa ya pili ya maombi hiyo. Yamuddu yadaihi ila samai, ananyanyua mikono yake mbinguni, ananyanyua mikono kumwomba Allah. Kunyanyua mikono mbinguni, anatafuta sababu ya kupokewa dua, kwa sababu anajua Allah amesema anaona aibu kumrudisha mtu mikono 0 akinyanyua mikono atamuitikia. Kwa hiyo na yeye akanyanyua mikono, yuko safarini tena amechafuka, anasema ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Ilhah, kumwomba Allah kwa kumuita sana. Mungu anapenda kuitwa sana, aombwe, akafanya hivyo. Sifa zote za muombaji zikawa zipo. Mtume akamalizia akasema hivi, lakini pamoja na hivi alivyofuata sifa hizi nzuri, wa mat'amuhu haramu, chakula chake kumbe cha haramu, wa malbasuhu haramu, na mavazi yake ya haramu, wa ghudhiya bil haram, na mwili wake umeota nyama za haramu, kwa sababu muda wote anakula vitu hivyo. Fa anna yustajabu lahu, ataitikiwaje maombi yake na dua yake hivi? Ana sifa hizi mbovu za haramu, wakati ameambiwa amri aliyopewa, kuleni vyakula vya halali. Kweli yuko safarini, kweli anaomba, amechafuka kweli anaomba, na amenyanyua mikono yake mbinguni kweli anaomba, lakini sifa alizonazo, chakula cha haramu, mavazi ya haramu, mwili umeota nyama za haramu, vipi aitikiwe dua zake? Tuangalie waqi ya maisha yetu ikoje katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, maagizo katika kufuata kanuni za maisha. Kwa sababu tuna shida na sisi, tunaongea na Allah, halafu mtu anasema namuomba Allah sana, namuomba aitikii muda mrefu, sijui nina matatizo gani. Kanuni gani ya maisha katika maisha yako umeivuruga? Ukiwa umeivuruga kanuni fulani, kanuni kama 1+1 itatoa 2, hebu tutengeneze katika zile kanuni ambazo Allah ameziweka, ili yasiwe maisha tanzanka, maisha ya ovyo ovyo ya tabu. Allah atayaondoa hayo tukibadilisha, tukarudisha kanuni ikakaa vizuri. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na bi sunnati nabiyil karim. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah, na kuhusieni ndugu zangu, na yuhusiana nafsi yangu kumcha Allah. Na kumcha Allah ni kufuata maagizo, maamrisho, na kuacha yale aliyotukataza. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema Bwana wenu niombeni nitakujibuni, nitakuitikieni. Mkiniita naitikia, na mkiniomba nitakupeni. Allah amesema hivyo. Na kwenye sura nyingine akasema walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, Allah anayo majina mazuri, muiteni kwa hayo, mumuombe kwa hayo. Unaweza ukasema hivi ndivyo ninavyofanya mimi, lakini sipati majibu vizuri. Msikilize Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kanuni ya kumuomba Allah ikoje. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi katika hadithi aliyosimulia Abu Huraira, hadithi sahihi rawahu Tirmidhi. Anasema Mtume, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba,
muombeni bwana wenu mkiwa na yakini atakuitikieni. Akaendelea, wa'lamu, na mjue, anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin, kwamba Allah haitikii dua ya mtu wakati anaomba moyo haupo, umeghafilika. Pale unaomba usiwe una mambo mengine kichwani, kuwa na lile unaloliomba. Sio huku unaomba huku umeshika remote. Ya Rabbi, hii remote ya nini sasa? Kuna kitu kimekushughulisha. Huku unamuomba Allah, huku umeshika simu inakushughulisha, na huku uko kwenye dua. Huku unamuomba Allah, kuna kitu kingine cha nyumbani kimekushughulisha. Mungu hapokei maombi kwenye moyo ulioghafilika. Akamalizia, lahin, moyo uliopumbaa. Kipindi hicho kuna burudani kwa kichwani, ndio huku anaomba. Umeghafilika, kuna na burudani fulani, jambo fulani la kumfurahisha analo hilo kwanza, huku alafu anaomba. Isiwe hivyo. Kanuni hiyo ya kuombea, ndugu zangu, kuna mengi ya kusema. Tumeanza na utangulizi huu, kila tukipata wasaa tutakumbushana. Lakini kama tumekosea, tumeshafanya hivyo sana, iweje? Sikiliza hadithi hii ya kumalizia. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema hivi, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraj. Mwenye kudumu kuomba msamaha, istighfar, akamuomba Allah msamaha sana, akadumu hilo, au kujalia katika kila kero ambalo alilipata ikawa faraja inapatikana. Wa min kulli dhiqin makhraja, na katika kila dhiki atapata sehemu ya kutokea. Wa razaqahu min haythu la yahtasib, na atamruzuku kwa namna ambayo hakufikiria. Kwa hiyo kwa mapungufu yetu yaliyopita ya kuacha kanuni, tukumbuke hili la kumwomba Allah msamaha sana, na Allah atakuwa mwenye kutusamehe. Allahumma arda an ali nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahumma ighfir li ali nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. اللهم اغفر لنا والوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا والوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.